Kama unaamka kila siku ukiangalia kioo unakuta uso wako umejaa vipele vipya. Kama umejaribu sabuni nyingi, mafuta mengi na dawa tofauti, lakini bado vipele havipotei. Kama unaanza kukosa kujiamini mbele ya watu kwa sababu ya muonekano wa uso wako, basi video hii ni muhimu sana kwako. Leo nitakufundisha kwa undani kabisa jinsi ya kuondoa vipele usoni kwa njia za asili, salama, zisizo na kemikali na zinazotibu chanzo cha tatizo, si kuficha dalili tu. Ukimaliza video hii, utakuwa umeelewa kwa nini vipele vinatokea na nini cha kufanya ili visitokee tena. Tafadhali, usiruke sehemu yoyote kwa sababu kila kipengele kimebeba ufunguo muhimu wa afya ya ngozi yako. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa mitishamba kutoka Naturemed Supplies. Namba zake za simu ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Unaweza kumpigia kwa kuomba ushauri au tiba asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zenye uwezo wa kuondoa changamoto yako ulionayo. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uweze kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Njia ya kwanza, usafi sahihi wa uso kila siku. Vipele vingi hutokea kwa sababu ya uchafu, bakteria na mafuta yanayoziba matundu ya ngozi. Ngozi inaposhindwa kupumua vizuri, hutengeneza mazingira mazuri ya kuibuka kwa vipele. Kusafisha uso kwa maji ya uvuguvugu asubuhi na jioni husaidia kuondoa uchafu uliokusanyika bila kuharibu ngozi. Maji ya uvuguvugu hufungua matundu ya ngozi taratibu na kuruhusu uchafu kutoka. Epuka kuosha uso kwa maji ya moto sana kwa sababu husababisha ngozi kutoa mafuta mengi zaidi ambayo huongeza tatizo la vipele. Tumia kitambaa safi, laini na usisugue uso kwa nguvu, kwani kufanya hivyo huumiza ngozi na kuacha alama. Njia ya pili, matumizi ya asali asilia mara kwa mara. Asali halisi ni moja ya dawa bora kabisa za asili kwa matatizo ya ngozi. Ina uwezo wa kuua bakteria wanaosababisha vipele na kupunguza uvimbe unaoambatana na vipele. Paka asali safi usoni, hasa maeneo yenye vipele. Acha asali ibaki usoni kwa dakika 15 hadi 20 ili virutubisho vyake vifanye kazi. Baada ya hapo, osha uso kwa maji safi. Matumizi ya asali husaidia pia kulainisha ngozi na kupunguza makovu meusi yanayoachwa na vipele. Tumia njia hii angalau mara 3 kwa wiki kwa matokeo mazuri. Njia ya tatu, aloe vera mshubiri kwa matibabu ya ngozi. Mshubiri ni mmea wenye thamani kubwa sana katika tiba ya ngozi. Una uwezo wa kupunguza wekundu, maumivu na muwasho unaosababishwa na vipele. Mshubiri pia husaidia kuharakisha uponaji wa ngozi na kurejesha ngozi katika hali yake ya kawaida. Chukua jani safi la mshubiri, kata na toa jeli yake ya ndani. Paka jeli hiyo moja kwa moja usoni kabla ya kulala. Acha usiku kucha ili ngozi ipate muda wa kujirekebisha. Asubuhi, osha uso kwa maji safi. Njia hii inafaa sana kwa watu wenye ngozi ya mafuta na wale wanaopata vipele vya mara kwa mara. Njia ya 4, mafuta ya mti wa chai kwa uangalifu. Mafuta ya mti wa chai yana uwezo mkubwa wa kupambana na vijidudu vinavyoishi kwenye ngozi. Husaidia kukausha vipele na kupunguza maambukizi mapya. Hata hivyo, mafuta haya ni makali, hivyo hayapaswi kutumika moja kwa moja kwenye ngozi. Changanya tone moja la mafuta ya mti wa chai na mafuta ya nazi au zaituni. Kisha paka mchanganyiko huo kwenye vipele pekee. Fanya hivyo mara moja kwa siku, hasa wakati wa jioni. Matumizi sahihi husaidia kupunguza vipele bila kuharibu ngozi inayozunguka. Njia ya 5, lishe bora na unywaji wa maji ya kutosha. Ngozi yako ina uhusiano wa moja kwa moja na kile unachokula kila siku. Ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi, sukari nyingi na vyakula vilivyosindikwa huongeza hatari ya vipele. Kula matunda mabichi, mboga na vyakula vyenye vitamini A, C na E husaidia ngozi kujijenga upya. Vitamini hizi husaidia kupambana na uchochezi na kurekebisha seli za ngozi. Kunywa maji ya kutosha kila siku husaidia mwili kutoa taka na sumu kupitia figo na ngozi. Maji husaidia ngozi kuwa safi, laini na yenye muonekano mzuri.
Kuondoa vipele usoni kunahitaji uvumilivu, nidhamu na matumizi sahihi ya njia ulizojifunza. Usibadilishane njia kila siku. Chagua moja au mbili, ufuate kwa uaminifu. Zingatia maelekezo haya. Kabla hujafikia hatua ya kuharibika uso zaidi, endelea kujifunza kuhusu afya kwa njia sahihi na salama. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, wasiliana na Dr. Mkina leo kwa namba 0748294113. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapoupload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.